anaishi na kutawala pamoja na Mungu Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Basi asanteni, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika hii ya sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alitukijua ya kwamba Ekaristi takatifu ni chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa, na ni kiini cha imani yetu sisi waamini. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya kumtoa mwanawe wa pekee, na hivi leo tunapoadhimisha sherehe kubwa katika imani yetu. Tumshangilie Mwenyezi Mungu. Kimsingi, kama tulivyosikia katika utangulizi wa adhimisho hili la misa takatifu, sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo ilipaswa kuadhimishwa siku ile ya Alhamisi, katika ile Juma Kuu, Alhamisi Kuu, lakini baadaye kutokana na sababu za kichungaji kutegemeana na uzito ile pamoja na maandalizi mengi ya Pasaka, isingekuwa rahisi kupata wakati mzuri wa kuadhimisha fumbo hili na kulienzi kadiri ambavyo Mama Kanisa ameliagiza. Na hivyo sherehe hii ilihamishwa baada ya sherehe ya Utatu Mtakatifu siku ya Alhamisi, na ilipaswa tena kuadhimishwa siku ya Alhamisi ya wiki hii baada ya adhimisho la sherehe ya Utatu Mtakatifu. Lakini kutokana na sababu hiyo za kichungaji, basi sherehe hii ilihamishwa katika Dominika hii ili kuwapa fursa waamini kwanza kufurahia, kumsifu, kumwabudu na kumpa Mungu heshima ya kipekee katika fumbo la Ekaristi takatifu, hasa kwa maandamano yanayofanyika baada ya misa hii takatifu, lengo likiwa ni kuliishi, kulitafakari, kulishuhudia na kuonesha umuhimu na uhitaji wa fumbo hili takatifu katika maisha yetu ya kiroho, tendo ambalo tutalifanya baada ya adhimisho hili la misa. Tutaandamana na Ekaristi takatifu, lengo likiwa ni kuliishi fumbo hili takatifu na kulitafakari fumbo hili takatifu ya mwili na damu ya Kristo Bwana wetu, lakini pia kushuhudia imani yetu kwa njia ya Ekaristi takatifu na
amfundishe Kristo kwa waamini au watu wengine ambao wengine hata bado hawajamjua. Sisi waamini tuna kila sababu ya kufanya maandamano haya, maandamano matakatifu kwa ajili ya kushuhudia ukuu wa Ekaristi Takatifu katika maisha yetu ya kiroho. Katika sherehe hii tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapendo makubwa alimtoa kwetu mwanawe wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetwaa mwili na kukaa kwetu, akashiriki ubinadamu wetu ili atushirikishe umungu wake na kubaki nasi daima katika maumbo ya mkate na divai inayogeuzwa kuwa mwili na damu halisi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mababa wa mtaguso wa Trento, mtaguso mojawapo wa mababa wa kanisa katika mwaka 1545 hadi 1563 ndio wakati ambapo mtaguso huu ulifanyika kule Trento. Wao walifundisha kuhusu Ekaristi Takatifu kuwa sisi waamini tunapaswa kumpa heshima Bwana wetu Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu hadharani, ili wale wanaotazama imani ya Wakristo wa Katoliki waweze kukutwa na Yesu wa Ekaristi Takatifu na kuweza kuamini katika umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai na mzima katika fumbo takatifu sana la Ekaristi Takatifu. Mababa hawa wa Trento wanaendelea kusema kuwa kwa sababu Kristo mkombozi wetu ndiye alisema mwenyewe kwamba huu ndio mwili wangu, akautoa mwenyewe kwa namna ya mkate na damu kwa namna ya divai. Hivyo kwa kutakatifuza mkate na divai hutokea mabadiliko ya kiini chote cha mkate kuwa katika kiini cha mwili wa Kristo Bwana wetu, na kiini chote cha divai kuwa katika kiini cha damu yake takatifu. Hili ni fundisho ambalo mababa wanatufundisha kuhusu ukweli wa umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini yeye amebaki nasi katika maumbo haya ya mkate na divai, hasa pale ambapo mkate na divai unapogeuzwa kuwa mwili na damu halisi ya Bwana wetu Yesu Kristo, kitendo ambacho kinafanyika katika kila adhimisho la misa takatifu. Kwa hiyo Kristo yuko mzima na mkamilifu katika kila mojawapo ya maumbo ya mkate na divai, na ni mzima na mkamilifu katika sehemu yao. Kwa jinsi hii, kuimega Ekaristi Takatifu hakumgawanyi Kristo hata kidogo, bali uwepo wa Yesu unabaki kwenye kila kipande kidogo kilichovunjika, hata katika kila tone la damu yake. Uwepo wa Yesu umo kamili kabisa kama katika Ekaristi nzima. Hii ni kadiri ya katekisimu ya Kanisa Katoliki, tukisoma namba 1376 hadi 1377. Ni mafundisho halali ya mababa wa kanisa, wakiendelea kutulisha na kutufundisha juu ya ukweli wa fumbo hili la Ekaristi Takatifu
katika maumbo haya ya mkate na divai, bali inakugeuzwa kwa mwili halisi na damu halisi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama tulivyosikia katika somo la kwanza, somo hili linaeleza juu ya Melkizedeki, yeye aliye kuhani mkuu akiwa pamoja na Ibrahimu. Melkizedeki huyu ni mfalme wa Salemu, na yeye ni kuhani mkuu wa Mungu aliye juu sana. Huyu hana baba wala mama, hana mwanzo wala mwisho wa uhai wake. Maana halisi ya jina Melkizedeki, maana yake ni mfalme wa amani, yeye ni mfalme wa haki. Mfalme huyu anatoa sadaka ya mkate na divai, yeye kama kuhani wa Mungu, ambayo inazungumzia juu ya kuhani mkuu Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa yeye mwenyewe kama sadaka kwa Baba wa milele kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu na kutufanya wenye haki mbele za Mungu na kutuletea sisi amani. Aliye yaishe unahakikisha hakuna kilichobaki mkononi, kama ambavyo tunaambiwa katika hicho unachokiona kilichobaki mkononi ndio Kristo mwenyewe umembakisha. Unapaswa kulamba mkono wako, hakikisha mkono wako uko safi. Hata unapopokea Ekaristi Takatifu, mkono wako uwe safi. Huwa tunapoapa mwili wa Kristo tunaona mtu ana haraka, mtu anakimbia, utafikiri anakimbizwa. Unakwenda wapi? Umempokea Kristo, unawahi kwa nani? Unapaswa kuhakikisha mkono wako kuwa safi, tena safi kabisa. Ukishampokea unaunama ule mkono kuhakikisha hakuna kilichobaki. Ndio maana tunasafisha jambo hili ambapo tunahifadhi mwili wa Kristo. Tunasafisha tena kwa uangalifu sana kuhakikisha kwamba hakuna kipande kilichobaki na Yesu Kristo ambaye ni Kristo mwenyewe. Katika hicho ambacho tunaona wewe ni kidogo, ni Kristo mwenyewe. Tangu amini leo katika parokia yetu ya Sana tunapofanya adhimisho hili la Ekaristi Takatifu, leo pia tunapata waamini wapya ambao kwa kweli wanashiriki kwa mara ya kwanza Ekaristi Takatifu kama ambavyo tunaona hapa mbele yetu. Watoto hawa tumewaandaa tena vizuri sana. Tunapaswa kuwafuatilia katika mafundisho hayo, lakini pia wanapoenenda katika kuula mwili huu wa Kristo. Watoto wa Mungu, unasikia? Unapopokea mwili wa Kristo, unapaswa kuangalia mkono. Hakikisha hakuna kilichobaki, ni Yesu mwenyewe. Na shauku hiyo mlio nayo leo ya kupokea mwili wa Kristo, daima kuwe nako, daima kuwe na kiu ya kupokea mwili wa Kristo, lakini katika hali ya usafi, hali umejiandaa kiroho, umefanya maungamo. Tunasikilizana watoto wa Mungu? Ninyi mnapaswa kufahamu amri za Mwenyezi Mungu zote tena kwa ukamilifu na kuzirudia mara kwa mara, ili unapogundua umevunja amri fulani, unapaswa kwanza kuungama. Kwanza kufanya nini? Kuungama. Sio kupokea Ekaristi Takatifu kwa mazoea. Ekaristi Takatifu sio chakula cha kawaida. Ni nini? Ni mwili wa Kristo. Ni mwili wa nani? Ni mwili wa Kristo. Hivyo unapojiandaa kupokea Ekaristi Takatifu, hakikisha umelitafakari katika moyo wako, na ukigundua umetenda dhambi, kwanza ungama. Kwanza kufanya nini? Kwanza ungama, ndipo utakapopokea Ekaristi Takatifu katika adhimisho la misa takatifu. Uzangu wazazi, watoto hawa katika umri wao, sisi wazazi na
kanisa, juu ya sakramenti za kanisa, hasa hii kilele cha maadhimisho ya sakramenti zote ambayo ndio Ekaristi Takatifu. Tuwe nao karibu, tuwafundishe, tuwaelimishe, tuwaelekeze ili wasipokee mwili wa Kristo katika hali ya dhambi, katika hali isiyo sahihi. Tusipotimiza wajibu wetu kama wazazi na walezi, tutadaiwa juu ya malezi yetu kwa watoto wetu. Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya kutoa mwanawe wa pekee ambaye amebaki nasi katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Na tunapoendelea na maandamano baadaye, tujihuishe, tuoneshe imani yetu na uhai wa imani, tukiwa tumechangamka na tunajua tunachokifanya. Sio kwamba tunatembea kinyonge, kiwasiwasi, kama umelazimishwa. Furahi na kushangilia kwa sababu uko na Bwana wako Kristo mwenyewe. Onesha imani yako tena kwa matendo hai ambayo ni wazi mbele ya watu. Kristo tumshuhudie kwa maisha yetu, katika familia, katika jumuiya na katika wenzetu ambao tunawatumikia, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sadaka hii ya mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Ekaristi Takatifu, chemchemi ya uzima wetu. Ekaristi Takatifu, chemchemi ya uzima wetu. Sifu Yesu Kristo.
Sasa tunaanza kutoka kadiri tulivyoelekezwa kujipanga huko nje na tuanze maandamano. Yesu
wajalie neema zako, waweze kuziishi nadhiri zao, wawe chachu ya imani katika kanisa lako, Yesu wa Ekaristi. Yesu wa Ekaristi, tunawasogeza waamini wote mbele ya kiti chako cha huruma, waweze kuziishi ahadi zao za ubatizo. Mungu Roho Mtakatifu awaguse wote waliopoa kiimani na wenye mahitaji mbalimbali ya kiroho na kimwili, ili sote kwa pamoja tuweze kumwabudu na kumtukuza Mungu katika roho na kweli. Yesu wa Ekaristi. Amina. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ya mateso yake makali utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso yake makali. Amina. Kabla ya Mungu, mgonjwa poleni. Tumaini letu lote ni kwa Yesu wa Ekaristi, mponyaji yetu, daktari wa kweli, dumisha yote. Basi tunaombea na tupokee baraka yake ili atie nguvu na haja anayotumia ipate yoletee hueni katika mahangaiko yetu. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Basi pokeeni baraka.